Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame. Hata najua nini wewe unanifanyia hivi, mimi najua nini sasa? Wewe ulisema ukirudi nyumbani utanipa hela yangu. Nipe 20 yangu. So kama hivyo basi mimi kaka yako lolo. Hata maji ya kunywa sijakunywa kweli. Kweli ndo nipelekesha kama hivyo. Wewe 20 unaiona ndogo lolo kweli usinitendee hivyo basi, nitendee wema basi. Kona nungunukia utaki. Au niende nikaseme, ngoja niende nikaseme. Subiri basi lolo mdogo wangu, kwa na wema. Zaki na wema anazaaga. Au ni wozu? Usifanye hivyo. Hakuna mwanamke mgumba lolo. Utakuja kuzaa mtoto kama mimi alafu ambi alipe shilingi 20,000. Wewe utakubali kama mama? Sio hivyo basi, nitakupa mdogo wangu sawa. Mimi nakwambia yaishi mpaka ishi, utanipa hela yangu. Wasikia Mungu kichwa dudu nimekamatika mwaka huu. 20,000 mimi leo nitaitolea wapi? Mtoto ataniendesha huyu. Dadadeki nitamtia makwenzi, nitambadilikia. Subiri tuone. Nadhani mhasibu wa hii kampuni nishafikisha hela yako. Shilingi ngapi? 35 kama tulivyokubaliana. Au umechukia? Sijachukia. Umekasirika? Cheka kidogo. BFF. Mpaka ndo wake zombi huyu. Au kama huwezi kucheka nikutekenye. Cheza michafu hiyo. Sasa mimi nadhani kila kitu kipo sawa. Bye bye. Au sikia dogo. Kesho kama utaenda tena Ilala, kachukue ingalau atapisimia. Usete chache kama hivi. Lete pisimia utatukuta pale pale nyumbani. Sawa? Nitawakuta tena na nani? Na hiyo biashara mfanye na nani? Wewe zombi. Haujui? Tunafanya biashara na wewe. Kana jeuri. Sasa BFF. Hiyo 140 naomba tugawane 70,000 kwa 70,000. Hakuna kupata zaidi kuliko mwingine. BFF. Hili wazo sikutoa mimi. Ulitoa wewe. Kwa hiyo salute. Nataka kitu kimoja. Kwenye shilingi 70,000 buku natoa nakupa wewe. Maana yake mimi nitabakiwa na shilingi 69,000. Sio mbaya, nakupa kwa wema. Natamani nikwambia I love you lakini nashindwa. Ila tujua kwamba moyoni mwangu upo. Wenga, muza mitumba, tunaondoka. Kama umechukia, is up to you. Naitwa Kingongo. Leo nimefanya mambo ya kipumbavu kweli yani. Kumbe inawezekana mwanangu nikauza bei hii 5,000, 4,000. Sema hakuna dakika. Amenipiga. Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura wanamwita Ashura huyo, Ashura kiuno, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno.
Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura kiuno. Kadi Jakopa mwenyewe ulipotulia. Ai, vipi? Hivi unajielewa kweli wewe? Weka kituo kwanza. Manake wewe nikikupa nafasi ya kuendelea kuongea, ukopendako utakwenda kunivunjia adabu. Mimi ni mume wako. Kwa hiyo fanya yote, usinivunjie adabu wala kunitusi. Haya, endelea. Mimi nipo nyumbani na kupigia simu umeniambiaje? Si upo hapa mtaani unazunguka. Nikakwambia mimi natoka. Sasa nimefika hapa nini kani mpaka viguu yote inaniuma. Mtu mwenyewe utokee. Shida nini lakini? Alafu nyinyi wanaume sasa hivi mkishakosea mnakimbilia mimi mmeko mimi mnakuja nyinyi mkikosea msiambiwe, si ndio? Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba. Natumai mzima bibi. Namshukuru Mungu. Imekuwa kama ni bahati kidogo na ni rehema za Allah. Nilipita nyumbani kwenu. Lengo kuu zaidi kuja kukutana na shangazi yako ili niweze kuzungumza naye. Lakini kwa bahati nzuri naweza nikasema tumekutana hapa njiani. Shangazi hayupo. Ametoka tangu asubuhi, ameenda kwenye mihangaiko yake. Sio mbaya sana, bado ni kheri pia. Kwa kuwa wewe ndio mlengwa, mimi namshukuru Allah, nasema alhamdulillah. Bibie, nahitaji kuibeba dhamana yako. Nahitaji kubeba magumu yaliyokuzunguka. Kama hutojali, niko tayari kuzibeba shida zako bibie. Matatizo yangu mimi? Kwani wewe una matatizo? Hivi unaonaje ukaanza kubeba matatizo yako, alafu matatizo yangu uniachie mwenyewe nihangaike nayo? Nikizungumza hivyo inamaanisha kuna baadhi ya shida binadamu yeye mwenyewe binafsi anaweza akazibeba za kwake na hata za mwenziwe. Mimi pia nina shida, maana nikiumbwa nimeumbwa na Muumba. Ila kubwa zaidi ni hili, shida ulizonazo wewe ni ngumu, na hakuna mfumbuzi wala mtatuzi lolote juu ya hayo zaidi ya watu kama sisi. Mimi chuma na imani kabisa shida ulizonazo wewe za maradhi, shida za kusumbuliwa na huyo jini mahaba, kusababisha kuolewa na kuachika, kukataa tendo la ndoa, kutokudumu kwenye mahusiano, hayo hapo kwenye miliki yangu bibie. Nahitaji nikusaidie bibie. Kama utaridhika na utakubali, nahitaji nikuoe. Unioe mimi? Una akili timamu wewe? Yaani uko ulipotoka umekuja nyumbani kwetu kwa kuongea shangazi yangu na madi unioe mimi, si ndio? Sasa usianze kupayuka kukoroma kabla hujajua ni kipi ambacho kimenifanya mimi mpaka nikachelewa kuwapo hapa. Uliza kwanza, usianze kukoroma, mwisho siku baadaye utakuja kukosa mambo mazuri, usianze kusingizia watu tuna roho mbaya. Yuko hivi sasa mkangu, nikwambie nikupe ubuyu. Wanukimwa mbea na unakuwa mbea. Mimi ninakaa nao lakini naona lazima nikwambie mkangu. Leo kuna goya moja huyo, kwa dogo moja shawahi kuja kipindi fulani hivi, namjua. Kaja na nguo pale, tukamwambia wasikiliza, kuna mchongo, lete hizo nguo zako tuzinunue. Tukaelewana naye shilingi 1000.
Yeye akajua tunampa hela, kumbe zile nguo tunazibeba mimi na BFF wangu Kingongo tunaweza kuziuza. Tumeenda kuuza bei ya juu zaidi, alafu yeye tukampa buku yake. Unaambia tumegawana hela mkangu. Kwa hapa mimi mtamu, ngoja nikufungulie geti mkango tukajinonosole. Leo atuaidishi nyumba. Naishi nyumba nzuri, alafu tunakula laka moja kwa siku. Ushaiko na wapi? Kuanzia leo wiki mzima ambao tunakula vizuri kwa wangu. Fungwaga mlango mimi niingia ndani. Acha kelele, na kuziba na 10,000 kwanza. Abujubuju. Mambo si hataki juu. Abujubuju. Sitaki bwana, mimi nitabujubuju, mafu nyenye mpoje. Kaka ndio nitabujubuju, na nitabujubuju ndo nini sasa? Usiku abujubuju usikwambie. Abujubuju mke wangu. Hivyo unaona wanawake wote kuoa mpaka uje mimi. Kwanza unanionaje? Unanionaje kwanza? Na kule unazunguka maana wewe wenzako wameshindwa, mimi nitaweza. Kwanza wewe nani? Umekuwa Mungu. Sasa nisikilize wewe baba, unafanya ndevu hizo kama chizi mangu. Mungu wangu, yani wewe unijui. Wewe, yani wewe uko ulipotoka kote unaona nake mpaka unioe mimi. Unaona akili timamu? Hii ndo wale masheshe, namna usazi wote kazi ya laana tukai. Wewe mtoka hapa. Nimekwambia toka. Mtoka bwana, shetani wewe unamjua. Blacklist. Leo nilipoona tu muda umefika nikajua umejiongeza. Yaani inamaanisha kuwa umetii sheria bila shuruti. Vipi? Kulikoni? Mbona unarudi tena ndani? Nile tu mara moja chooni kujisaidia haja ndogo. Shati, nakuomba usumbuse mke wangu. Mke wangu ana maumivu makubwa sana. Na huko tunakoelekea unaenda kunizalilisha. Imefikia hatua anadadisi, ananusa maswali. Hana imani kabisa na mimi sasa hivi. Ngumu haiwezi kuwa nyepesi. Na nyepesi haiwezi kuwa nzito. Leo ulinikung'uta au kunikung'uta? Nimekukung'uta. Kwa nini ulinikung'uta? Leo mke wangu kuna mahitaji ambayo alikuwa anahitaji. Kwa hiyo alivyoniambia afa mimi sikuwa na pesa. Kwa hiyo ikabidi tu nikuchukue, nikukung'ute nipate pesa ili niweze kumpa. Natambua. Fika. Ulifurahi sana. Yaani inamaanisha kuwa moyo wako ulisuhuzika zaidi. Laiti kama ungelijua kuwa wewe na mimi tuna maagano, basi usingenipangia. Yaani inamaanisha kuwa wewe uweze kunipangia mimi, kwa sababu hata ulipokuwa na shida zako ulijaribu kutimiza haja zako, yaani kupata pesa pale unapokuwa na shida nayo. Uwezi kunipangia. Shati, nakuomba mwache mke wangu apumzike.
halafu mimi kesho kutwa nitakuruhusu fanye naye hicho kitu anachotaka kufanya. Nakuomba. Sasa naomba unipishe ili nifanye jambo langu. Yaani namaanisha kuwa unipishe walau dakika 30 na nitakuwa zoezi hilo nimelimaliza tayari. Uweze kunipangia. Au ukipenda basi unaweza ukabaki ili ushuhudie namna gani unafanya. Nipishe. Cha hilo chati. Cha hilo. Cha hilo chati. Shati. 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 Swadata shababi na mtii. Naam. Hey, mama. Tulia, lala chini kwa dada. Wewe ukijanuka na kupiga dogo. Eka begi hapo haraka haraka tuuze. Shika pakia. Yala Mungu wangu tunang'amia na majambazi jamani. Hapa dukani niko na majambazi. Shika. Basi. Walofanya nini wewe kwa jambazi? Mtoto mzuri. Sasa nikuibie siri. Hata kwa mcha Mungu, hiyo laptop ulioshika bei yake rahisi tu ni 250,000. Sasa kwa nini unaiba? Unajivunjia hadhi. Fanya vitu basi. Wewe bibi mjinga nini? Unaona 250,000 ndogo? Ambapo nionyesha vizuri unasemaje? Sasa nisikilize. Hapa ndo kwa mcha Mungu kompyuta. Tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Likoma na Grace. Karibu na kanisa la KKT. Sio laptop tu, mpaka desktop inapatikana. SSD, HD disk, external. Unapata kwa bei nafuu. Changamkia tena popote unapopeleka, kwenye deblari, kwenye mashirika yote, hiyo nakwambia nafuu. Bei nafuu tu. Unachangamka. Sikiliza nikwambie, Ansboy, mtoto mzuri. Wewe ufanani kuwa jambazi. Wewe ununue, mtoto bado damu inachemka. Alikushindi wewe 250,000. Kwa hiyo twende nikakuonyeshe laptop iliyokuwa mzuri bora kwako. Hamuibie babako, naweza kutuibia sisi. Polisi, mcha Mungu tumevamiwa na majambazi. Baba, sikuelewi. Katika ujio wako kwenye uwanja huu, mimi sija kuelewa. Kwa sababu umeongea mengi sana. Malao chizi. Malao sijui kaumwa jino. Malao sijui kafanyaje. Mimi sija kuelewa. Ndio maana nimekuuliza, umekuja kumalizia mwanangu? Naomba nisikilize kitu kimoja mamangu. Mimi ujio wangu hapa nimekuja kwa nia njema. Baada ya kutambua wapi nilipokosea. Kiukweli mama, nina dhima kubwa mbele ya Mungu. Mpaka nafika hapa kwako ni baada ya kugundua mwanao kichwa ududu hausiki na chochote juu ya upotevu wa binti yangu Zai. Mwanao kichwa ududu hausiki na chochote juu ya kuharibika kwa binti yangu. Ila mama Zai, mke wangu mimi, ndiye aliyekuwa nyuma ya dhambi hii. Mama, nimefanya maamuzi nikiwa na shingo upande. Moyo wangu unaniuma, lakini kwa ajili ya Allah sikuwa na jinsi. Nimempa talaka mama Zai, nimemwacha. Baada ya kuona kwamba naye anachochea dhambi, anataka kunipeleka motoni. Na kuepuka umoto mama, nikaona niinue mguu mosi, mguu pili. Mama, wanasema uchungu wa mwana ujuae mzazi. Lakini pamoja na yote, nikiwa na akili timamu, nimeona nije kwako kukuomba radhi. Nije kukuomba msamaha mama, wewe pamoja na familia nzima ya Shura Kiuno. Naomba unisamee mama wangu. Naomba mwanao kichwa ududu pia uniombee radhi, anisamee. Mimi ndio sababu ya yeye kuwa chizi. Haya, mimi nimekuelewa. Ududu. Kuna mgeni wako
Huyo hapo, huyo baba amekufuata wewe. Naam, salamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salam. Habari yako kaka? Mimi namshukuru Mungu kama hivi unavyoniona. Nakunywa maji mengi, mazoezi kidogo, nafanya kazi zangu huko studio, nabeba boksi za nyanya. Ukiniangalia vizuri kama nina pesa vile, kumbe wala maisha tu kulizika. Alhamdulillah. Asante sana. Mimi bwana, naomba kwanza Sheikh wangu unipokee na upokee maombi yangu niliyokuwa nikizungumza na mama yako hapa. Bi Ashura Kiuno amenipokea vyema. Kwako naomba radhi kwa kile ambacho nilikikosea. Mimi ndio chanzo cha wewe kuugua uchizi. Mtume wangu, wewe ndio unipa uchizi kumbe? Mimi ndio chanzo cha wewe cha kuharibika na maisha yako na kila jambo kuwa gumu. Nililia kwa Allah baada ya kuona binti yangu anaharibika, damu nzito kuliko maji, kichwa ududu. Lakini nimekuja kugundua husiki na chochote. Nimekuja kugundua lile nyuma yake, nyuma ya pazia yupo mke wangu Mama Zai. Kaka, nimempa talaka, nimeepukana naye kwa ajili ya kuepuka dhima mbele ya Mungu na kuepuka moto. Lakini kwa makosa niliyokukosea wewe, kuikosea familia ya Ashura Kiuno, nimekuja pia kuwaomba radhi. Naombeni mnisamehe. Hata usiongee sana. Yaani unavyozungumza, yaani machozi ataka kunilengalenga kwa kweli. Bi mkubwa, nisikilize. Kikawaida tu katika maisha, mtu akikosea na kuja kuomba samahani, basi ujue katambua kosa lake. Na Mwenyezi Mungu anampenda sana mtu ambaye amekosea alafu akajua kosa lake na kaomba samahani. Nikwambie tu ukweli mama yangu, huyu baba amejitambua sana. Yaani kutoka nyumbani kwake mguu mosi mguu pili mpaka kufika hapa, yaani hiyo ni heshima kubwa sana. Hata hivyo mimi mwenyewe nimejisikia faraja kiasi kwamba yaani nimeona kabisa na mimi napaswa kuomba samahani. Binadamu yaani kuomba samahani na kukubali kwamba mimi nimekosea ni ngumu sana. Bi mkubwa, mimi kiukweli nimemsamehe huyu baba Zai. Na wewe mama, nakuomba umsamehe tu, yapite tu haya, tugange ajayo. Babangu, mwanangu kichwa ududu amekusamehe. Mimi Ashura Kiuno, kwa nini nisikusamehe? Mimi nani? Kwa hiyo mimi niko pamoja na mwanangu. Ati mwanangu Lolo, unaosha vyombo hapo, je, umemsamehe? Mimi nimemsamehe, yani tu kuwa na amani, hatunataki nyongo. Kuwa na imani tu babangu, usiwe na wasiwasi. Mimi mambo yale yote yale Nizali umetoka huko mguu mosi mguu pili mpaka hapa. Kweli umekumbuka na makosa. Kwa hiyo mimi nimekusamehe pamoja na familia yangu. Mimi nashukuru sana. Na shukrani zangu ziende mbele ya Allah. Maana tuliambiwa ma yaribuka ila ma yaribuka. Fikiri kwanza ndio utende. Lakini mimi nilitenda bila kufikiri. Sema mimi sina la ziada. Nawaombea aliyokuwa ya kheri. Familia ya Ashura Kiuno naiombea kheri. Mbaki na amani. Asanteni sana kwa kunisamehe. Wacha nibaki na tuba ya kutubu mbele ya Allah. Karibu baba. Asanteni sana. Haya, karibu tunachemsha miogo ndani. Asante. Mama hapa nyumbani. Nitakula siku yote. Asanteni sana. Mimi nashukuru kichwa dogo. Mama, acha mimi niende chooni kidogo. Haya mwanangu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wenye vipawa tuchekeshe hata siku moja. Kaka, umezamiria ama bahati mbaya? Kudadadeki. Unaniuliza mimi nimezamilia? Oya babu, mimi nimezamilia kweli.
Ona nichukulia mimi mpumbavu au si? Yaani unakuja kitani pale, nimekuja kuomba samahani, ndio nimekupa uchizi. Oya babu, usichokijua nimekumaindi. Kwa hiyo unachukulia poa watoto wa watu, nini tunaingia mtani, tunaokota makopo, tunaishi maisha mabovu, alafu unachukulia poa, si ndio? Oya, nikwambie tu mwanangu, mimi siwezi kukusamea hata siku moja, abadani asilani, Mungu mwenye shahidi. Yaani mimi ulifanya uchizi afu nikusamee kweli? Yaani pale mimi niko namsubiri mama tu, yaani ile apitishe nikakuzungukia kwa nyuma, hii hapa lazima ule mawe hapa paka unakufa. Siwezi kukusikitikia wala kukuona mbaya. Hata hizi za Mtume makafiri walikuwepo na walimpiga mawe. Huu ni ukafiri unaletea. Unanipiga mawe mimi? Allah. Kosa langu nini, Sheikh? Kwa hiyo ni kafiri baada ya kukupiga jiwe. Yaani wewe hapo umenipa mimi uchizi, unaleta jao au sio? Oya Toto Tundu. Toto Tundu. Chukua mawe haraka bwana, kushangaa kudadareki. Anakimbia. Ashura huyo. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, wanamwita Ashura huyo. Ashura kiuno, Ashura kiuno, Ashura huyo. Ashura kiuno. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura kiuno.